tupo kwenye mechi ya OA Kajonde na PE Lyodika, na tuko kwenye uchambuzi wa moja kwa moja na tuko na mashabiki wa pande na pande, na so nataka tujue nini kinachojiri katika mechi ya leo. Kama unavyoona kuna shambra na kuna vurugu nyingi sana, na hiyo ni kutokana kwamba hii mechi ilitazamiwa kwa muda mrefu, lakini pia ilikuwa ni derby kali. Sasa hivyo nipo na mashabiki hapa, tunataka tudadisi mechi ya leo. Vipi wewe unaionaje? Haya, tunaanza na moja. Karibu, asante. Vipi habari yako? Fresh kabisa. Ndio, kabla ya kuendelea na mambo mengine tunataka tujue wewe unaitwa nani? Asante, mimi naitwa Hamisi Sube Tambwe, ni kocha wa Young Boys. Asante sana, tumekutana na kocha wa Young Boys. Kama mnaijua ni watoto wa nyumbani waliomnoa Kibu Denis. Kwa hivyo sasa hivi mpaka sasa tuko na kocha wa Young Boys. Hivyo basi tunataka tujue kwa upande wake yeye kama kocha, na ndio watu muhimu ambao tunataka tufanye nao kazi. Je, mtu wa Young Boys ambaye ni kocha mkufunzi zaidi, wewe unatusaidiaje kutokana na mechi ya leo? Kwa gisi tulivyosikia mchezo huu wa leo kwamba ni dabi, lakini tulikuja kushuhudia kipindi cha 45 cha kwanza kilitoka timu ya Regideso Bito walitoka na ushindi wa bao 2-0, lakini sasa tunatarajia tuone kipindi cha pili 45 ya mwisho, tuone kwamba PE nao watafanyeje, kweli watabisha au vipi? Asante sana. Kama unavyoendelea kutufuatilia kwenye Abedi TV, unasikia kocha wa Young Boys anavyodai kwamba Young Boys tuseme Regideso imetoka na ushindi wa 45 dakika, ushindi wa goli 2, na so hivi tunakwenda kwenye bao la ngapi hivi, aidha tuseme tunakwenda kwenye kipindi cha pili, na hatujajua mpaka sasa hivi watakuwa wanane watakaofudhu ushindi. Lakini labda niulize swali kwako kiongozi wangu, je, kama unavyoona mechi ya leo, vipi kama unavyochukulia, ilikuwaje mwanzoni na mpaka saa hizi unaonaje ushindi kwa vipi? Kiukweli mimi naweza nikasema tu kwa upande wangu mimi kama kocha niliona kama upangaji wa listi ulikuwa vibaya kidogo katika kipindi kile cha kwanza, lakini baada ya mwalimu kupangua kile kikosi kuingiza wachezaji watatu, niliona kama vile mchezo ulibadilika na watu wa PE wakawa wanaonekana pale katikati. Ina maana kuna wachezaji pale katikati walikuwa bado hawapo kwenye fomu, na ikabidi mwalimu awabadilishe, awatoe ili aingize watu wengine, na mpaka sasa hivi naona mchezo upo vizuri. Kwa hivyo nataka kusema kwamba tuseme kocha wa PE Lyodika ndo kidogo alikuwa mzembe katika kufanya sabu ya wachezaji. Kwa hivyo nataka kusema kwamba mpaka saa hizi mchezo unaelekea pazuri, kama wangeongezewa dakika zingine labda wangezidi kufanya vyema zaidi, si ndio? Labda tugeukie upande wa pili, sijui dada unaitwa nani? Adelina. Dada anaitwa Adelina. Kama tunavyomjua Maadelina wote ni wadada wazuri, lakini pia ni wachambuzi wazuri kabisa katika swala zima la soka, na tunataka tumjue Adelina maoni yake kutokana na mechi yetu ya leo ya Regideso Bito, lakini pia na Lyodika PE. Tunataka tujue vipi katika maoni yako ya mechi ya leo, wewe unaonaje? Ni mzuri kwa sababu tumefunga. Nashukuru sana. Na maana nataka kuniambia kwamba wewe ndio shabiki wa Regideso Bito au vipi? Ndio shabiki wa Regideso mwenyewe hapa. Asante sana. Vipi kwa wewe, kama unavyosema wewe ndio shabiki wa Regideso, unajisikiaje mpaka muda huu? Yaani najisikia furaha, yaani kama sielewi. Tufanye mfano kama sasa wewe mtu wa Regideso Bito ndio ungekuwa umepigwa hizo mbili, wewe ungejisija mpaka sasa? Kawaida tu. Kawaida? Hivi kweli wewe ni shabiki sugu au shabiki mandazi? Shabiki sugu, ungesikia kawaida. Hivi jamani, tuulizane kidogo. Unaposema kwamba wewe ni shabiki sugu, alafu unapigwa goli moja aidha mbili, bado unadai kwamba ni kawaida, wewe unasemaje hapo? Wewe ni shabiki kweli aidha vipi? Labda tugeukie kwenye kocha wa Young Boys ambaye ni Sube Hamisi Tambwe ndo anavyoitwa. Labda tuendelee kuchakachua naye katika mchezo huu wa leo. Ni kwamba amesema kwamba saa hizi mchezo wa PE uko vizuri zaidi. Labda nitake kuuliza na kutaka kujua jambo fulani. Hivi je, kama mchezo ukiisha kwenye dakika 90 bado wako 2-0, aidha wakaendelea kuongezwa zaidi, wewe kama kocha wa Young Boys utaendelea kusema nini kama kocha? Na umesema kwamba mchezo umekuwa vizuri zaidi. Asante sana. Unajua katika uchambuzi wa michezo ni kwamba mtu unaweza ukasema kwamba mchezo upo vizuri kulingana na wachezaji gisi walivyofanywa sabu, lakini sasa ikawa imekosekana bahati ile ya kupata nafasi ili muweze kufanya vizuri, na nahisi kwamba watu wa PE Lyodika
wakijipanga vizuri tu wataweza kupata nafasi na wataweza kufanya vizuri, najua hilo. Asante sana ndugu zangu, kama mnavyoendelea kuangalia saizi, kocha wa Young Boys anasema kwamba Leodecar itaendelea kufanya vizuri na tuseme kwamba usiendelee kubaki chelewa na TV yetu pendwa ambayo inaitwa Abedi TV, kwa sababu tuko nawe bega kwa bega, linaitwa Jicho la Nyumbani. So tunaendelea na uchakanuzi, aidha upambanuzi wetu wa mechi ya leo. Tunageuka kwa dada wetu anaitwa Adeline. Dada Adeline, mbona ni kama vile umepoa poa? Sijaelewa mpaka sasa hivi unafikiria nini wakati nyie ndio bado ni washindi wa mechi ya leo? Sijapoa, nasikia furaha tu. Hivi kweli mwenye furaha, mbona amekaa kama kinyonge vile, kama amepigwa aidha vipi? Mbona sijaelewa kidogo. Ni kawaida, John kadia tu si kufunga. Kawaida yenu kufungwa, lakini usisahau kabla ya Regideso kuitwa Bito hapo mwanzoni ilikuwa kwenye daraja la pili, mlikuwa ni dabi sana mkikutana na PE ambao ni Leodecar. Sasa hivi kidogo mmekuwa daraja la kwanza na mliwatangulia kidogo, na ndio kwa maana kidogo mnajikuta mpo juu sana, lakini hapo mwanzoni ilikuwa ni dabi kweli. Sasa kwa nini unasema ni kawaida yenu kufunga PE? Ni kawaida yetu. Mimi sijaelewa ni kawaida yenu vipi, kwa sababu mmekutana mara ngapi na mmewafunga mara ngapi? Sikumbuki hapo. Ukumbuki? Kweli wewe sio shabiki. Basi sawa, mimi niseme kwamba kama mnavyoendelea kusikiliza vurugu hapa nyuma ni kwamba kweli kikosi cha PE kinaendelea kunolewa. Kwa hivyo fujo zote hizo na shambra ndio PE yenyewe saizi imekuwa vizuri zaidi. Hivyo mimi niendelee kusema kwamba uendelee kubaki nasi kwa uchambuzi zaidi, lakini pia nimalizie kuongea na kocha wa Young Boys kama yeye ndo kocha. Hivi kama wewe ndo ungekuwa kocha wa PE Leodecar, wewe ungefanyaje mpaka dakika hii ya sasa hivi? Asante sana. Mimi najua kwamba sabu ningeifanya mapema, na wakati nitakapofanya sabu mapema nahisi kwamba mambo yangekuwa vizuri, na sio kwamba eti hata kama sabu ningeifanya mapema, lakini kila kitu kinatokana na bahati ya mchezo, na nahisi kwamba ingekuwa kwamba Leodecar wana bahati kiukweli, hata hizi kosa wanazokosa hapo wangezifanya vizuri na wangepata bao, wangesawazisha au wangeongeza pia, lakini kwa sababu bahati imekosa kwao, basi haina shida. Asante sana, niseme tu kwamba tunaendelea kumsikiliza kocha wa Young Boys, lakini pia ningetamani nipate ushauri wake ambao angeweza kuachia makocha wengine ambao kidogo wapo kwenye timu mbalimbali. Je, una ushauri gani ambao unaweza kaachia makocha wengine ambao wako kwenye timu tofauti? Asante. Mimi naweza nikawaachia ujumbe wa kwamba sisi makocha tusiwe tunaweka listi ya kuambiwa na watu wengine kwamba wekeni fulani, hapana. Kwa sababu nikisoma vizuri nahisi kwamba mwalimu yawezekana kafundishwa na watu wengine kwamba weka fulani kwa sababu hao labda wageni nini, lakini mwalimu lazima aangalie wale wachezaji anaofanya nao mazoezi na wale wanaofanya vizuri kwenye mazoezi. Kwa hiyo hicho ningeomba tu walimu wenzangu tuwe makini sana kwa kupanga listi zetu. Kwa hivyo nataka kusema kwamba endapo umekuja na mgeni kutoka sehemu mbalimbali ambazo ni za kambi, nje ya kambi, aidha kambini penyewe, na umekutana na mtu ambaye anasema kwamba jamani, mweke huyu kutokana kwamba huyu ni mgeni na hajaandaa vyema, wewe huwezi ukakubaliana hilo swala, aidha vipi? Asante. Mimi kama mwalimu nasema kwamba siwezi nikamtumikisha mchezaji ambaye mimi nitacheza mchezo wa kesho, alafu leo huyo mchezaji anakuja sijaandaa naye hata chochote, alafu nimweke kwenye listi ya kwanza. Hapana, lazima huyo mchezaji mimi nitamweka kwenye listi ya pili, ili niangalie wale ambao nitakaoweka kwenye listi ya kwanza watafanyaje, ili na yule naye atakuja kuongezea nguvu baadaye. Labda sasa ni mchezaji ambao unamjua ni mahiri kabisa, licha hata kama hujaandaa naye, lakini unamjua ni mahiri kabisa. Je, na una mchezaji wake ulienda naye na haujamwamini, wewe kama hapo unasemaje? Sawa, mchezaji anaweza akawa mahiri kwa jina, lakini kulingana na uwezo wa siku nyingi hatuonani, siku nyingi yupo mbali. Kwa hiyo mimi siwezi nikajua kwamba yule mchezaji ni mahiri katika uchezaji wake, labda ni mahiri tu katika jina, lakini huyo mchezaji kama huyo mimi naweza nikamfanyia testi kwenye mazoezi ili niweze kuona anavyotumia mpira, anavyokimbia, sijui stand form yake ikoje. Kwa hiyo mchezaji kama huyo ndo mimi nacheza naye sana, lakini kwa hao wengine anakuja tu leo na leo hivi anapiga game, hapana. Mchezaji sio hivyo, mchezaji lazima aandae. Kwa hivyo unasema kwamba mchezaji ni mazoezi?
mchezaji. Kwa hivyo wewe unakataa ule msemo wa kusema kwamba nyumbani mazoea yamekuwa shazi sana? Mpira sio mazoea, mpira ni mazoezi. Mpira sio mazoea, mpira ni mazoezi. Ndio. Kwa hivyo hilo ni jambo lilowatupia wachezaji aidha vipi? Yaani hapo ni makosa ambayo aliyotendeka kwenye timu ya Lyodika. Walichukulia kwamba mpira ni nyumbani, lakini mpira sio nyumbani, wala mpira sio kwamba eti mpira tunaochukulia poa. Hamna, mpira ni kazi na mpira ni mazoezi, na ile mazoezi ndio kazi. Asante sana. Mimi niseme tu kwamba mpaka saa hizi unaongea na Dchaz Ahmad Djob. So mpaka sasa tupo kwenye uchakanuzi wa mechi ya leo, na hapa ndo mwisho. Niseme tu kwamba endelea kubaki na jicho la nyumbani ambao ni Abedi TV, na kila leo tunaleta updates ambazo ziko news. So mimi niseme tu kwamba tutaendelea kukupasha kila kinachojiri kila saa. Abedi TV. Mtangazaji wako ni Ahmad Chazi, na kwanza tunakutana na shabiki mmoja hapa ambaye hatujafahamu jina lake, lakini tunataka kidogo tu kama dakika kadhaa hivi tuchambue naye mchezo wa leo ambao ilikuwa ni derby, lakini saa hizi inasemekana kuwa ni zoezi ambayo ni timu la Regis des Eaux Bito na Lyodika Pain. Hivi kabla ya kuendelea na mambo mengine yote, tunataka tujue kwanza jina lake. Karibu ndugu, sijui unaitwa nani? Kwa majina mimi huwa naitwa Amure, mkaji wa kijiji cha SD Sport. Ina maana wewe ni shabiki wa SD Sport? Okay, ndio. Asante sana. Tunapiga mastori na shabiki wa SD Sport ambaye amekuja kuangalia mechi ambayo ilikuwa ni kali zaidi, lakini imefanywa kuwa uji. So tunataka tujue moja mbili tatu kutokana na maoni yake kama mshabiki wa SD Sport. Ndugu yetu, kama unavyokwenda kuangalia dabi ya leo, wewe kama wewe leo watu waliita dabi, lakini saa hizi imekuwa ni kama zoezi. Wewe ili swala la dabi wewe unalichukuliaje? Hiyo ni kweli. Swala la dabi bro ni kitu kigumu sana. Lakini kwa leo, mchezo wa leo kati ya Regis des Eaux na Lyodika kwa muda huu kama zoezi kweli. Kwa maana chambulizi langu mimi hapo, Regis des Eaux kweli ni dabi na Pain, lakini Regis des Eaux kwa maana imetangulia kabla ya Pain. Kifupi yani sijui naweza kuongeaje hapo, kwa maana ni kama zoezi kabisa bro. Ndugu mtazamaji, ukumbuke kwamba Regis des Eaux Bito na Pain Lyodika ni kwamba mwanzoni ilikuwa ni dabi ya daraja la pili, lakini baadaye Regis des Eaux Bito ikatangulia kwenye daraja la kwanza, na leo Pain ambao ni Lyodika na imemfuata huko. Leo ni mchuano wao wa kwanza kabisa kukutana baada ya kupanda kwenye daraja la kwanza. So lakini pia tuseme wakongwe wa daraja la kwanza kati ya hawa wawili ni Regis des Eaux Bito. Sasa mimi ninataka nijue kitu kama mchambuzi wako. Saa hizi ambao walikuwa ni dabi ya daraja la pili wamekutana tena kwenye daraja la kwanza, na saa hizi Bito imeongoza 2-0 kabisa. Kama sijadanganyika ni 2-0. Kama wewe mfuatiliaji wa soka letu hapa kambini, wewe unalizungumziaje hili swala? Hilo swala ni kama swala kawaida, kwa maana huwa linatokea, lakini kwa jambo hilo kweli ni kama mauzuni sana, kwa maana Pain kama Pain Lyodika haikutegemea kwa hilo, kwa maana tokea mwanzoni ilikuwa ni dabi kubwa sana, lakini imetokea kuwa hivi, lakini ni jambo la kusikitisha sana kabisa bro. Lakini huwa ni kusemaje tu, mambo ya kawaida, lakini watakutana tena na watapiga tena, kwa maana wao Regis des Eaux washatangulia na ni wazoefu sana, nombana waliwatangulia kuwapiga magoli kama na hayo bro. Swali langu lingine hapa, unazungumza kama ukiwa shabiki wa SD Sport. Just imagine kama ndio ungekuwa shabiki wa Pain Lyodika, huku umetandikwa mikuki miwili bila. Wewe kama wewe mpaka saizi ungekuwa unajisije? Bro, yani ningekuwa nalia kabisa, kwa maana ni jambo la kusikitisha sana Regis des Eaux kutufunga sisi Lyodika ambao tulikuwa na washinda kwenye timu Deuxième Division. Ilikuwa ni dabi kabisa, lakini kama mimi kabisa ningekuwa wa Lyodika huwa ningelia sana na kuhuzunisha sana. Ilikuwa ni jambo la kuhuzunisha sana bro. Swali langu lingine, kutokana na vile unavyoendelea kuchambua mechi hii ya leo, vipi nikikuuliza maswali kama haya, ni tatizo gani limetokea sana mpaka na goli mawili kuingia kwenye upande wa Lyodika ambayo ni Pain, na mpaka saa hizi hawajafanikiwa kukomboa? Nini unaona kuwa kama tatizo, aidha changamoto? Changamoto ni mengi. Unajua mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo ambao watu hawakufikiria kama utakuwa hivi. Lakini cha kusema tu, list yetu sisi kwa kama upande wa Pain, wazoero wetu ni wazuri, lakini tumekosa tu bahati ya kufunga.
bahati ndio imekosekana, lakini mchezo uko vizuri. Tunafika kwenye goli yao nao wanafika kwenye magoli yetu, lakini mchezo ni mzuri tu, tuseme bahati ndio tumekosa bro. Kwa hivyo labda nikuulize swali, unataka kusema kwamba Mungu alipangia moja kuwa na bahati nzuri aidha bahati mbaya? Hapana, hamna, sijasema hivyo, lakini wao wametangulia, lakini haikuwa hata nao hawakufikiria hicho, kama watatufunga magoli kama mawili, hawakufikiria hivyo. Lakini na vipi kwa wale wadogo wanaopiga wakubwa, wao walichukuliaje swala hili? Ni swala la kuteteshea sana, ni swala gumu sana hilo bro, swala gumu sana kabisa hilo. Kwa hivyo unataka kusema kwamba hujawahi kumuona mdogo anampiga mkubwa au vipi? Hamna, mdogo huwa apigi mkubwa. Jamani mtazamaji, hapa kuna changamoto nyingine imekuja kuingia, licha hata kama tunachakachua kwa ajili ya mechi ya leo. Hapa kuna swali ambalo tunataka tujue, je, kuna wadogo wanaopiga wakubwa? Na kama ndio, jaribu kudondosha kwenye comment, lakini mimi ninavyojua bwana, sitaki kuzungumza sana kwa sababu huko na Bichazi Ahmad Job. Sasa labda niendelee kuuliza swali lingine. Ya, kama wewe ndio ungekuwa ni kocha mpaka saa hizi, kutokana kwamba unaona kabisa bahati yako imekuwa ni mbaya kwa kocha yule, wewe kama wewe saa hizi ungekuwa unachukua ni hatua gani nyingine ya kutaka ili bahati ile ambayo inakosekana iwepo? Mimi ningekuwa kama kocha kweli bro, huwa ndani zetu huwa winga zetu huwa hazina malengo. Winga hazina malengo, zinafika lakini hazina malengo ya kufunga. Yaani ningekuwa mimi ndo kocha ningechange kwanza ili nipime wengine, labda wao wana bahati ya kufunga, lakini winga zetu sisi hazina bahati ya kufunga. Na hicho tu ndo kocha amekosea hapo. Labda swali lingine, hizo winga unazosema kwamba hazina bahati ya kufunga, lakini mechi inayofuata ambayo itakuwa ni mechi zaidi, hapo mechi hiyo ndo ikatokea sasa ndo wakafunga, wewe unasemaje? Mimi sitaongea kitu hapo, ni mambo tu la kujaribu kufurahi, kwa maana wamefanya kizuri hapo, wamefanya vizuri, sina la kuongea hapo. Lakini bila kusahaulika, hapa tunapozungumza Sahari Lodi Kampe ndo imegomboa goli la kwanza kwenye magoli mawili, lakini hapa ukiangalia mchambuzi wangu amesema kwamba wamekosa bahati. Sasa sielewi bahati kweli imekosekana, aidha walikuwa wajawa na malengo. Jamani, labda nikuulize hili swali, vipi wewe unasemaje kuhusu hili swali? Hiyo ni swala la kufurahi, muda huu ni swala la kufurahi kabisa, kwa maana niliwaongelea vibaya, lakini ndio hivyo tu bro. Mungu alikuwa bado hajataka. Sawa jamani, ulikuwa na Bichazi Ahmad Job na mpaka saa hizi tunaendelea na uchambuzi wetu, lakini niseme tu kwamba endelea kubaki nasi Jicho la Nyumbani Abedi TV, na tunaendelea kukuletea update kila leo. Hatuwezi tukataka wewe tuchoke katika kusikiliza, lakini tuendelee kutufuatilia kila leo. Tulikuwa na ndugu yetu nani tena? Amore kwa majina naitwa Abedi TV, Jicho la Nyumbani.